Habari ya Sabato. Habari ya Sabato. Sabato njema. Basi karibuni sana katika kipindi kingine maalum ambacho kitakujia muda si mrefu, na tunasubiri tu sekunde moja kuandaliwa na kuandalika, na hatimaye siku imewadia, siku ya Atape Big Day, lakini ikiwa imebeba jukumu kubwa ndani yake ya kufanya uzinduzi wa jarida la uwekezaji la Atape ECF. Na kwa sababu hiyo siku hii imepewa heshima kubwa. ECF toka makao makuu imeshuka hapa kwetu. Haleluya! Na kwa sababu watumishi wa Bwana hawa wameshuka hapa, hii inamaanisha uwepo wa Bwana umetamalaki Tandale pia. Haleluya! Kwa hiyo kwa heshima na taadhima, napenda kutambua uwepo wa kiongozi wetu ambaye si mwingine mzee, yani Elda Mbwana. Haleluya! Yeye mahali fulani atakuja hapa, sitaki kuwasimamisha wazee wetu. Yeye ni mhazini mkuu katika jimbo letu dogo la ECF. Haleluya! Lakini ninayo heshima kubwa kumtambulisha si mwingine isipokuwa ni mlezi wa chama chetu, ambaye ni mkurugenzi wa idara ya wakili katika jimbo letu, si mwingine isipokuwa ni mchungaji Peter Shafi. Haleluya! Tunalelewa na kanisa, maana ni chama kiko ndani ya kanisa. Hata hivyo, wachungaji wetu wamekuwa bega kwa bega katika mitaa yote, nami kwa heshima kubwa napenda kutambua uwepo wa mchungaji Victor Shihimba. Haleluya! Yeye anakuja kwetu toka katika mtaa wa Kinondoni. Mahali fulani kila mmoja wetu atabarikiwa kwa huduma za watumishi hawa. Lakini nipende kutambua sasa uwepo wa mwenyekiti wa Atape ECF, ambaye si mwingine isipokuwa ni wakili msomi Advocate Jason Ntahondi. Haleluya! Yeye pamoja naye ameongozana na mwenyeji wa tukio hili ambaye ni makamu mwenyekiti uwekezaji, si mwingine isipokuwa ni Elda Bariki Mbwambo. Haleluya! Pamoja naye tunaye katibu mkuu wa Atape ECF ambaye ni Judith Kagondi. Haleluya! Lakini napenda kutambua uwepo wa mshauri wa sheria wa Atape ECF ni Dr. Doreen Mwamlangara. Haleluya! Pamoja naye tunaye mwenyeji katika kanda hii ya Mzizima. Kumbuka Tandale iko miongoni mwa makanisa yanayounda na mitaa inayounda kanda ya Mzizima, si mwingine isipokuwa ni mwenyekiti Mwariko Kiangi. Haleluya! Naam, baada ya kuwatambua hao, napenda pia kutambua uwepo wa uratibu na viongozi toka kanda mbalimbali, lakini na wanachama wa Atape toka kanda mbalimbali. Naomba tusimame kwa haraka. Waratibu, viongozi wa kanda zote zilizowasilishwa hapa, Bwana awabariki sana. Haleluya! Haleluya! Akiwemo mkewe na makamu mwenyekiti, Bwana mbariki sana. Haleluya! Lakini hata hivyo, chombo cha habari tunatambua Pizzo Online TV watatupeleka hewani tangu sasa hadi jioni. Haleluya! Hata hivyo, mwenyeji wetu John Mbwambo, wazee wa kanisa hili, tunaheshimu heshima kubwa mliotupatia. Kwaya zetu, Bwana wabariki sana. Tunao Together in Christ toka Magomeni, Bwana wabariki sana. Lakini Mbiu SDA kwaya maarufu kuwahi kushuhudiwa nchini, Bwana wabariki sana pia. Tunaye mwimbaji binafsi kwa jina Henry Boaz, Bwana wabariki sana. Na baada ya kusema hayo, nitawasihi sote tusimame kwa ombi tufupi ili Bwana aendelee kutamaraki mahali hapa. Baba yetu uliye mbinguni, tunalisifu na kulitukuza jina lako asubuhi ya leo. Tunaomba ukaribie ili jambo linalokwenda kutendwa kwa dakika chache likalete utukufu kwako na kwako peke yako, katika jina la Yesu, amina. Baada ya ombi na utambulisho na ukaribisho huu, sasa ninaomba kwa ruhusa ya mgeni rasmi asubuhi ya leo, nimkaribishe Bariki Mbwambo, mwenyekiti uwekezaji Atape ECF,
aje atoe ufupisho wa nini kipo katika jarida hili na mchakato ulikwaje na jarida hili litasambazwaje ili kufikia watu mbalimbali. Karibu Eda Bariki. Wageni waalikwa, viongozi wa ATAPE pamoja na wanachama wote wa ATAPE mliopo hapa, lakini na wale wanaotufuatilia katika mitandao yetu. Bwana Yesu asifiwe. ATAPE ECF 2026. Mbarikiwe. Ninawaletea utangulizi huu kwa niaba ya kamati kuu tendaji ya ATAPE ECF, yani EXCOM, timu ambayo ilibeba maono kwa maombi, kwa mijadala, lakini kwa kuchakata, lakini na kwa vitendo kufikia hatua hii ya leo. Jarida hili ni jarida la mwaka la uwekezaji la ATAPE ECF. Ni jukwaa rasmi kabisa la kidigitali ambalo linakusanya na kutangaza na kuonyesha bure kabisa biashara, huduma, uwekezaji za wanachama hai wa ATAPE ECF. Na hili ni tukio la pili. Hili ni toleo la pili la jarida baada ya lile la kwanza lililoweza kuzinduliwa mwaka jana tulipokuwa ATAPE ECT. Na kutokana na mafanikio makubwa na shuhuda ambazo tumezipata, tuliamua kwa pamoja kabisa kuwa hili liwe jukwaa la kila mwaka. Na lengo kuu la jarida hili la uwekezaji la mwaka la ATAPE ECF sio tu kulitengeneza, lakini ni kuwapa wanachama muonekano mpana kabisa ndani na nje ya nchi, lakini pia kufungua milango ya masoko mapya na wateja wapya kutoka kila kona, lakini pia ni kukuza ushirikiano kati ya watoa huduma na shughuli zinazofanana. Michakato ilianza kwa kuweza kuwashirikisha wanachama na kutoa nafasi kwa wanachama kushirikisha na kuwasilisha taarifa zao bure bila malipo, na kisha tukafanya uhakiki, tukafanya uchambuzi na tukafanya usanifu kwa viwango bora. Na lengo ilikuwa ni kutoa kitu chenye ubora kinachoweza kuendana na hadhi ya kanisa la Mungu. Mnasemaje? Katika jarida hili ndani yake utakuta orodha za biashara na huduma za wanachama hai wa ATAPE ECF. Utakutana na fursa mbalimbali za uwekezaji, lakini utasikia shuhuda na safari za kishughuli hizo, changamoto, masomo mbalimbali ya mafanikio na jinsi unavyoweza kujifunza. Matarajio yetu ni kwamba tunaamini kwamba litafungua milango mipya, milango ambayo haikutarajiwa kabisa. Na litawaunganisha watu ambao kabisa hawakuwahi kuonana. Haya ni matarajio yetu kabisa, kuwaunganisha na wateja wapya kutoka kila kona ya dunia. Lakini litaongeza ukuaji wa shughuli za wanachama. Mpango wetu ni kwamba tutaweza kulisambaza katika mitandao mbalimbali, lakini kwenye majukwaa ya kitaaluma na biashara, lakini tutahakikisha linafika ndani na nje ya nchi kwa njia ya kidigitali. Wanachama wetu tayari wana hamu kubwa kuanzia leo kulipeleka kila mahali, katika makanisa, katika makundi ya kijamii, katika mitandao yote, na kuhakikisha linafika mbali zaidi. Lakini pende kuhitimisha kwamba kamati kuu tendaji ya ATAPE ECF tunaamini kwamba Mungu anaendelea kufungua njia mbalimbali na milango mikubwa zaidi kupitia chama hiki cha ATAPE. Sio tu kwa ajili ya utume ambao ni ajenda namba 1 ya ATAPE, lakini kwa ajili ya ustawi wa wanachama wake. Na kamati kuu imejielekeza kuja na mifumo na applications kwa njia mbalimbali ili kuongeza mafanikio zaidi. Hivi sasa tunajielekeza katika mahubiri ya Njombe Net Event, mahubiri ambayo yanaanza Sabato ijayo. Kuanzia mwisho wa mwezi wa 6 baada ya mahubiri, tutajielekeza kwa hatua nyingine kubwa kabisa za kongamano la uwekezaji la ATAPE ECF, kongamano la jimbo zima,
na bila shaka hili halitakuwa tukio la kawaida. Tunaamini litakuwa jukwaa la kutuunganisha, kutukutanisha wanachama wa ngazi zote, kuanzia wale waajiriwa wakubwa mpaka waajiriwa wadogo, kuanzia wajasiriamali na wafanyabiashara, kuanzia vijana wanaotafuta mwelekeo na wanaokaribia kustaafu, na hata wale wanaotamani kuanza safari ya kiuchumi. Kwa hivyo tutawaleta pamoja wataalamu kutoka maeneo mbalimbali ya sekta, na kuwapa maarifa na mbinu na fursa za kivitendo wanachama wa ATAPE. Mwisho nipende kusema lengo letu ni kuona wanachama wanapiga hatua halisi kabisa. Usipange kukosa na endelea kuombea kazi hii. Asanteni kwa kunisikiliza. Bwana awabariki. Nipende kutumia nafasi hii kumkaribisha mwenyekiti. Karibu kwa hatua zinazofuata. Wapendwa wanachama wa ATAPE ECF, mwaka jana mwezi Septemba tulizindua jarida la kwanza la uwekezaji wa wanachama wetu hai. Tukio lilifanyika katika kanisa la Adventista wa Sabato Gairo mkoani Morogoro, na wakati huo tulikuwa kama familia ya ICT iliyogusa pia Morogoro, Pwani, Dar es Salaam na Zanzibar. Mwaka huu 2026 tunazindua jarida hili ikiwa ni mara ya kwanza tukiwa kama familia ya ECF. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru kamati ya uwekezaji chini ya kiongozi Bariki Mbwambo kwa kazi njema ambao wanaendelea kuifanya. Tunafurahia kuona bidii za wanachama wa ATAPE ECF. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya taaluma, biashara na huduma wanazozitoa katika jamii. Wakati uinjilisti ukiwa ni ajenda namba moja katika ATAPE, chama kimeendelea kuwa jukwaa muhimu linalowaunganisha wanataaluma na wajasiriamali ili kushirikiana, kubadilishana uzoefu na kusaidiana katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Ushirikiano huu ni muhimu sana katika nyakati hizi ambazo fursa nyingi zinapatikana kupitia mitandao na mawasiliano ya karibu. Jarida hili ni sehemu ya juhudi za kuimarisha mtandao wa wanachama. Kupitia jukwaa hili, wanachama wanaweza sasa kutambulisha huduma zao, kujenga mahusiano ya kikazi na kuweza kufungua milango ya ushirikiano na wadau mbalimbali ndani ya ATAPE, kanisa na nje ya nchi. Ni matarajio yetu kwamba kadri jarida hili linavyoendelea kukua, kila mwaka litaendelea kuwa chombo muhimu cha kuimarisha ushirikiano wa wanachama wa ATAPE ECF na kuongeza fursa za maendeleo ya kiuchumi. Tunaamini kwamba kwa kuendelea kufanya kazi kwa bidii, uadilifu na mshikamano, wanachama wa ECF wataendelea kutoa mchango mkubwa katika jamii na katika kusaidia malengo mapana ya kanisa. Tunatumia fursa hii kutoa wito kwa wanachama wanachama na kanisa kutumia bidhaa na huduma zinazotolewa na wanachama wa ATAPE na washiriki kanisani. Nitarudia. Tunatumia fursa hii kutoa wito kwa wanachama wa ATAPE na kanisa kununua bidhaa zinazotolewa na wanachama na washiriki kanisani. Ikiwa yupo mtu kanisani anatoa huduma fulani na ni nzuri, tafadhali nunua bidhaa kwake. Tunatambua mahitaji ya kanisa ni mengi na yanatumia fedha. Tuwezeshane kuingiza kipato ndani ya siku 6 ili watu wa Mungu wapate kitu cha kuwasaidia na kulitegemeza kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa tutaendelea kufanya kazi kwa uaminifu na kwa bidii, Mungu wetu na mtawala wa vyote hatatuacha. Mithali 22:29 inasema, umeona mtu mwenye bidii katika kazi yake, atasimama mbele ya wafalme. Haleluya. Ni ombi langu kwamba baraka zote tutakazozipata katika kazi zitusogeze karibu na Mungu na sio kutuweka mbali na Mungu. Ni wito wetu kwamba tumaini la marejeo ya Yesu lisipotee ndani yetu. Kila tufanyalo lithibitishe kwamba tunamtazamia Yesu na pwani si mbali. Mungu atulinde na kusimama nasi katika nyakati zote hadi ajapo Bwana wa mavuno.
katika jina la Yesu, amina. Nitumie fursa hii kumkaribisha mlezi Pastor Peter Shafi kwa hatua inayofuata, na baada ya hapo atamuita mzee wetu na mgeni rasmi wa tukio hili Elder Justin Mbwana, ambaye atazindua na kuweka wakfu tukio hili. Baada ya hapo tutapata utaratibu zaidi kutoka kwa Dr. Ishmael Mwambapa ambaye anasimamia jukwaa hili. Karibuni sana. Asante sana Advocate Ntahondi, mwenyekiti wa ATAPE ECF Mbwambo, pamoja na wana ATAPE wote, washiriki wa kanisa la Tandale, pamoja na mchungaji Victor. Natambua Pastor Temba kwa majukumu hayupo, na wasalimu kwa jina la Bwana. Jamani, hamjambo? Hebu tupungiane mikono namna hii. Mbona kama mmenuna? Msalimie basi na jirani yako. Kama unayo furaha, mwambie furahi katika Bwana. Nimefurahi sana kuona kwaya yangu pendwa ya Mbiu. Bwana awabariki. Sijui niimbe wimbo mmoja hapa au nisiimbe. Sasa hivi tunazindua majarida bwana. Mambo ya nyimbo baadaye. Lakini nakumbuka chorus moja inasema, tusingoje tena kusubiri, je, ni ishara gani twangoja kuziona kabla ya nyakati zile mbaya. Zamani mchana, saa ya wokovu wetu ni sasa. Sikia, niishie hapo. Kwani mnanilipa jamani hata hivyo? Alafu nyie watu nyie wa Mbiu, Bwana awabariki sana. Nimefurahi kuona hawa waimbaji kutoka Magomeni. Bwana awabariki. Na nyie mmependeza. Na hivyo vidude vyenu hapo juu bwana, mnipe kimoja niondoke nacho. Nitajua cha kufanya huko. Anyway, tuendelee. Ni jambo la kutia moyo kuona jinsi Mungu anavyoendelea kuwapa watu wake vipaji, maarifa na kufanya kazi katika maeneo mbalimbali ya maisha, taaluma, biashara na huduma mbalimbali tunazofanya. Ni sehemu ya majukumu tuliyokabidhiwa na Mungu ili kuwahudumia wengine. Katika maisha ya kila siku, maeneo ya kazi na biashara yanaweza pia kuwa maeneo ya ushuhuda wa imani, uadilifu na bidii. Na namna tunavyohudumia watu vinaweza kuwa njia ya kuonyesha tabia ya Kristo katika jamii. Jarida hili linaonesha kuwa namna nzuri na juhudi zinazofanywa na wanachama wa ATAPE ECF katika kutumia vipaji na rasilimali walizopewa ni ukumbusho kwamba kazi zetu zinaweza kuwa na mchango mkubwa zaidi pale zinapowekwa kwa Mungu katika mipango na juhudi zetu. Haleluya. Ninawatia moyo wanachama wote wa ATAPE ECF kuendelea kufanya kazi zao kwa uaminifu, wakitambua kwamba kila kipawa tulichopewa ni dhamana kutoka kwa Mungu. Tunatumia vipawa hivyo kwa busara na kwa moyo na kuwahudumia wengine, kazi zetu kuwa baraka kwa wengi. Na lolote mfanyalo, basi lifanyeni kwa moyo, maana mnafanya kwa Bwana na wala sio kwa wanadamu. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 23. Bwana aweze kuwabariki sana wana ATAPE. Fani zetu, biashara zetu, taaluma zetu zimtukuze Bwana, zibebe kazi ya Bwana na Bwana atazibariki. Kwa heshima kubwa sana, na napenda nichukue nafasi hii kumkaribisha afisa wetu na mhazini wetu wa jimbo hili la ECF, Elder Justin Mbwana, ambaye ametuheshimu sana pamoja na majukumu mengine na ameona ajumuike nasi. Nipende kusema tu, mhazini, sisi tumenyenyekezwa sana na ujio wako mahali hapa, na kwa heshima kubwa basi nikualike kiongozi wetu, karibu sana hapa, na ile kamati maalum kabisa
tunapoelekea katika zoezi hili muhimu kabisa la kuzindua jarida la uwekezaji la ATAPE. Karibu sana kiongozi wetu. Jamani, Bwana asifiwe. Wapendwa, habarini za asubuhi. Nimewaona ATAPE kwa muda mrefu. ATAPE ECF, Mungu awabariki. Nimeona ya kwamba hamna jambo dogo, na hili linatokana na kwamba unapokubali kutumika pamoja na Mungu, hata kidogo Mungu anakifanya kinakuwa kikubwa. Bila kupoteza muda, kabla ya kuzindua hili, nilikuwa nikiomba viongozi wote katika ngazi zote za ATAPE, naomba waje hapa mbele, ili tunapoliweka hili jarida wakfu kwa Bwana, tusiweke jarida peke yake, bali tunaweka na wahusika wenyewe, kwa sababu hawa wahusika ndio wenyewe katika jarida hilo. Hii ni fursa ya pekee kwa kanisa katika kutoa kitu ambacho kinakuwa ni mbaraka, chenye kusaidia ndani ya kanisa kutegemeza pia kazi ya utume. Wana ATAPE, tunaendelea kuwashukuru kwa net event nyingi mnazoendelea kuziongoza kwazo. Tunazidi kuomba ya kwamba moto huu, joto hili na liwekwe zaidi, ili tuweze kutenda kazi ya Bwana kwa wingi, kwa ukubwa na kwa haraka. Kwa wakati huu, kabla hatujaendelea na lingine, nilikuwa nikiwaalika sote tusimame ili tupate ombi la kuweka wakfu, na Bwana aendelee kulitumia kadri anavyopenda. Bwana na Mungu wetu unaishi juu mbinguni, ni fursa ya pekee ambao umetoa kwa wana wako kuja kwa wakati huu na kuleta hili jarida mbele zako. Hiki chombo ambacho kimetengenezwa na wana wako ambao walikifanya kwa maombi mengi, wakitegemea ya kwamba itakuwa ni njia ya kuweza kufanya shughuli zao, lakini wamependa shughuli hizi waweze kushirikiana pamoja nawe. Wewe ambaye ndiye Mungu uliowapa maarifa, uliowapa biashara, uliowafanya wakawa wasimamizi, tunaomba uendelee kuwafanya wakaendeleze kufanya kazi hii kwa bidii, kwa uaminifu, na wakibaki kuendelea kukutegemea wewe katika kila jambo wanalolifanya. Ni imani yetu ya kwamba fursa hii haitabaki kwao tu, lakini wanapofungua kwa washiriki, tunapoona ndani ya kanisa, hebu fungua akili zetu nasi tujifunze, ili tukapate kitu cha kuweza kusaidia katika kutegemeza kazi yako. Muda katika haya maisha ni mfupi, nasi katika kutambua hivyo tunazidi kujikita kwako, tukikualika Bwana ukawe ndani yetu, ukatawale maisha yetu, ukatawale biashara zetu, na ukatuongoze katika kile tunachokipata katika biashara zetu, shughuli zetu, tukakitumie kwa busara na tukakitumie katika kulihimidi na kulitukuza jina lako. Wakati huu tunaamini kwa njia ya mtandao watakao kuwa wakitumia jarida hili litakapokuwa likisambazwa, pia tunaomba ya kwamba likafike kwa watu
linapofika watu wakakuone wewe na wakalitukuze jina lako, kwa sababu wamekuona wewe katika shughuli. Ukaendelee kutukuzwa milele na milele. Tumeomba katika jina lake Yesu. Amen. Tunashukuru sana Mungu kwa uwepo wa kiongozi wetu, na sasa amekwisha tuweka wakfu katika mikono ya Mungu. Na tunapokwenda katika zoezi hili sasa, tungeomba kwaya zetu pia zisogee, Mbiu SA kwaya na Together in Christ, tafadhali tusogee kwa karibu. Na kama kuna mwanachama pia anahisi kuja kubarikiwa hapa pia tunakukaribisha. Boaz Henry, karibu sana, ili wote tushiriki katika zoezi hili nyeti, na kisha tutafika mwisho wa programu hii. Karibuni wanakwaya, tukomboe wakati, tujipange mara moja hapa, na kisha zoezi la uzinduzi wa jarida la ATAPE ECF 2026 litakuwa linafanyika hivi punde. Na kama ndo kwanza umejiunga nasi, kumbuka matangazo haya yanakujia moja kwa moja toka Tandare ACDA jijini Dar es Salaam kupitia Pizzo Online TV. Basi kwa heshima kubwa na taadhima, nipende sasa kuomba jopo la viongozi wamwelekeze mgeni rasmi kwenda mbele kabisa, mbele ya kwaya, na kitakachofuata itakuwa ni uzinduzi. Naamini kila kitu kiko sawa. Napenda sasa kwa ruhusa sasa ya mgeni rasmi, Katibu Mkuu Judith Kagondi asogee taratibu na kumkabidhi mgeni rasmi, wakishirikiana na kiongozi toka kanda ya Kimara Grace. Namna hiyo, kiongozi sasa anakata utepe wa jarida. Haleluya, haleluya. Naam, tayari amekwisha kukata utepe, nami nitamkabidhi rasmi Mike ili tamko lake ndilo lisikike. Karibu sana Elda Mbwana. Asante. Kwa sasa rasmi jarida hili la awamu ya pili limezinduliwa katika field yetu ya ECF. Bwana na atukuzwe. ATAPE, chama cha wajasiriamali na wanataaluma wote, wanaonia mamoja na kunena mamoja, kufanikisha kazi ya Mungu. Mungu kiinue chama cha ATAPE. ATAPE, chama cha wajasiriamali na wanataaluma wote, wanaonia mamoja na kunena mamoja, kufanikisha kazi ya Mungu. Mungu kiinue chama cha ATAPE. Jiongele uwe hodari, hakuna muda wa kupoteza. Ndugu, akili kichwani, pesa mfukoni, boresha maisha na ATAPE. ATAPE, chama kizuri cha maendeleo, kinacholeta watu kwa Yesu. ATAPE, chama kizuri cha maendeleo, kinacholeta watu kwa Yesu. Jiongele uwe hodari, hakuna muda wa kupoteza. Ndugu, akili kichwani, pesa mfukoni, boresha maisha na ATAPE. ATAPE, chama
kizuri cha maendeleo kinacholeta watu kwa Yesu. ATAPE chama kizuri cha maendeleo kinacholeta watu kwa Yesu. Mungu shusha Roho wako Mtakatifu, anene na watu wako, wanapolisha kutano hili neno lako. Kutano hili libarikiwe, ATAPE chama hiki kisonge mbele. Mungu shusha Roho wako Mtakatifu, anene na watu wako, wanapolisha kutano hili neno lako. Kutano hili libarikiwe, ATAPE chama hiki kisonge mbele. Jiongeleo uwe hodari. Basi komati ya Kiadvento ile. Oh yeah. Boresha maisha na ATAPE. Hallelujah. Chama kizuri cha maendeleo kinacholeta watu kwa Yesu. Hallelujah. ATAPE chama kizuri cha maendeleo kinacholeta watu kwa Yesu. Hallelujah. Jiongeleo uwe hodari, hakuna muda wa kupoteza. Ndugu akili kichwani, pesa mfukoni, boresha maisha na ATAPE. ATAPE chama kizuri cha maendeleo kinacholeta watu kwa Yesu. ATAPE chama kizuri cha maendeleo kinacholeta watu kwa Yesu. Jiongeleo uwe hodari, hakuna muda wa kupoteza. Ndugu akili kichwani, pesa mfukoni, boresha maisha na ATAPE. ATAPE chama kizuri cha maendeleo kinacholeta watu kwa Yesu. ATAPE chama kizuri cha maendeleo kinacholeta watu kwa Yesu. Haleluya. Tunamtukuza sana Mungu wa mbinguni kwa kuwatumia viongozi wetu kufanya uzinduzi rasmi wa jarida la uwekezaji ATAPE ECF 2026. Tunapofikia ukomo kabisa, nipende kumwomba tena mchungaji aseme neno la baraka ili kupitia jukwaa hili Tandale isiwe hii tena, ikasonge mbele. Haleluya. Biashara ya kila mwana Tandale, kila mwana ATAPE ECF na kwingineko ikapae kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Karibu Elda kwa ajili ya neno la baraka. Ni jambo la pekee kumuita Mungu kwa kila shughuli yetu. Washiriki, leo tunaleta mwito kwenu kama wana ATAPE ECF walivyofanya. Tufanye shughuli zetu tukishirikiana na Mungu. Mungu ana mibaraka tele, anasubiri sisi kuitikia mwito wake. Hili linawezekana, na Tandale tutashangazwa kwa sababu mtakuja kubadilika kuliko mnavyodhania. Kubalini kufanya kazi na Bwana. ATAPE ni kielelezo cha kutuonesha yanawezekana. ATAPE ECF, asanteni sana kwa kielelezo. Tunazidi kuwaombea kwa Mungu, lakini nina imani chachu mnaoweka kati yetu itakuwa ni mbaraka mkubwa ambao Mungu ataendelea kububujisha mibaraka yake kwetu. Mbarikiwe sana na asanteni. Asante sana mlezi, huenda una sentensi moja. Amina. Haleluya. Bila shaka kwa ruhusa sasa ya mwenyekiti, bila shaka mbiu watabaki hapa, watawaaga wageni wetu, maana wanakwenda kwenye huduma nyingine kwa wimbo mzuri. Huenda ni ule wimbo na mchungaji, au msitu, au hatumo,
na chaguo lote ambalo Bwana ataongoza. Bwana bariki sana viongozi mbiu wanapojipanga kumtukuza Bwana kama ishara ya kukamilisha program ya leo. Kumbuka kama ndo kwanza wajiunga nasi, ni uzinduzi wa jarida la uwekezaji ATAPE ECF na umefanyika tayari katika kanisa la Tandale jijini Dar es Salaam.